hatimaye hayawi huwa. Yaani ile safari wengi ambao walidhani haiwezekani leo imewezekana. Mwanaharakati ama mchekeshaji Eric Omondi, baada ya kufunga safari yake kutoka jijini Nairobi kuelekea jijini Mombasa, safari yake ambayo wengi walidhani pengine haitawezekana, leo imewezekana. Siku ya leo ikiwa ni tarehe 14, siku ya Jumamosi, siku ya Valentine's Day, Eric Omondi ameweza kutamatisha safari yake akiweza kutia nanga katika uwanja wa Mama Ngina huko mjini Mombasa. Na video unayoiona katika kiwambo chako ni eneo hilo la Mama Ngina ama bustani ya Mama Ngina huko mjini Mombasa, ambapo hapa alikuwa katika hatua za mwisho kutamatisha safari hiyo ya kutoka jijini Nairobi kuelekea jijini Mombasa. Na kama unavyoona hako katika hatua za mwisho, na anavyoonekana ni kwamba ni kama alikuwa mtu ako katika hali ya uchovu, lakini hii yote inaeleweka kutokana na safari hiyo kuwa ndefu zaidi na kupitia changamoto 1, 2, 3, ikizingatiwa ni miezi ambayo kati ya miezi iliyo na jua kali. Na kama unavyoona katika kiwambo chako, aliweza kulakiwa kwa bwembwe za aina yake na kukaribishwa na vinywaji aina ya madafu kutoka kule pwani. Na unaona kuna wenyeji ambao walimpokea kwa shangwe na nderemo, ikizingatiwa kwamba Eric Omondi ni mmoja wa wachekeshaji maarufu wa enzi hizo za kitambo. Na hapa anaonekana kulakiwa na wenyeji kutoka eneo hilo la Mombasa, na wako na furaha tele kuona kwamba wamefanikisha lengo lao. Na sasa timu Sisi kwa Sisi kipo kiwango cha hela ambacho waliweza kuchangisha watu kutoka sehemu mbalimbali na kumpongeza Eric Omondi kwa hatua hiyo ya kuweza kuchukua changamoto hiyo ya kutoka jijini Nairobi kuelekea jijini Mombasa, lengo likiwa ni kuchangisha hela za kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji ya pengine hospitali, mahitaji pengine ya mtoto kwenda shule, yani mahitaji ya kijamii. Na nitakuacha na video hii uone ilivyokuwa katika bustani ya Mama Ngina, Eric Omondi akilakiwa katika jiji la Mombasa. Tazama. Tulizeni kidogo tunasema kwa nini? Imesweti sana. Mpaka kuna corporate zilikuwa zinataka kuja kujoin mshiki. Au sio? Rais wa sanaa, ubunifu na burudani, makwaya ndani, tuko live, tuko na Erico hapa. So guys, tunasema tuna support Sisi kwa Sisi, tuna support Erico kwa ile kazi anafanya Mombasa, Pwani. Guys, all the influencers wa Mombasa na Pwani nzima kwa tunasemaje, kama rais niko hapa kuwa represent na tuna support ile kazi ambayo Eric anafanya, na tunamkaribisha Mombasa akuje na aweze kuungwa mkono by everything that he is doing. Zile brands zote ambazo mlikuwa mnasema tunataka kusupport Eric, jamaa tuko na Eric hapa. Na tumetembea all the way from Nairobi mpaka Mombasa ni kwa jamaa. Na tunasema zimekuwa ni noma sana. Ningesikia murugu mwingi, ningesikia, unaona venye hapa mimi ni Mwafrika, hapa mimi ni mzungu. Ni serious. Wapi hapo? Unaona? Alafu naona sura. Unaona sura yangu? Imekuwa noma. Imekuwa noma sana, siku 4 barabarani, najua moto, na nilipewa sunscreen nikasahau. Nakaa kama nani tu. Mbaya. Nakaa kama je.
Bien si ni nani? Bien afanya mama, yeye anafanyanga pedicure na manicure. Bien anafanya facial asubuhi na jioni. Umeenda facial. Nakaa kama nani? Hebu niseme basi nipate kacho. Mlamwa. Madancers ni wa kulipwa. Unajua? Tunakuja Mombasa. Bado. Lakini kama tutakuja Mombasa. Wamefanya kazi nzuri ni fine. Wametembea na Eric Omondi kutoka Nairobi hadi hapa. Kuna hashtag pia wamemake sure kwamba Eric Omondi yuko pale. Kuna foundation tofauti. Arefat Foundation pia walipata kujiunga na hiti kwa sisi na wakaona wako pale. Kuna pikipiki moja bomba sana. Wanaitwa Kimu Dubai. Wao pia wamesupport agenda sana na wakaona kweli inafanya kazi. Kwa sasa tunaelekea pale wa Madina. Unaposikia sauti hii on-off to Madina, lecture ya kwamba hii safari imekuwa safari ya Panamuka. Eric Omondi imesaidia watoto, wakina mama, wazee, vijana, na siku ya leo sisi wamepanda kufika Mombasa hapa. Unaposikia sauti hii, ingia pale Facebook ya Eric Omondi, tuma mtafanya pale ulipo 50 kidogo iko chini, inawasaidia sana walimu wenzangu. Pokea microphone. Mesikia.